Unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Mpenzi msikilizaji, umekuwa ukinifuatilia kwa siku nyingi kwa njia ya redio yako. Leo tena nina ujumbe muhimu kwa ajili yako. Nina jambo la baraka kwa ajili yako msikilizaji. Sijajua unanipata ukiwa wapi, uko katika hali gani wakati huu. Tega sikio lako vizuri, kwa sababu leo haitakuwa siku ya kawaida. Leo itakuwa ni siku ambayo imebeba muujiza wa maisha yako. Ni kweli umelia muda mrefu, umeteseka siku nyingi. Sasa chukua namba yangu ya simu, kisha utanitumia ujumbe ama utanipigia simu moja kwa moja. Ninakwenda kushughulika na hilo tatizo ambalo limekutatiza kwa muda mrefu. Namba ya simu ni 0756964099. Namba ya simu ni 0756964099. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi msikilizaji. Wakati huu unanisikiliza ukiwa katika hali ngumu. Upo unapitia wakati ambao unaujua wewe. Unateseka, una mateso, una shida ambazo zimekuzunguka. Unahisi ni kana kwamba ulikosea kuzaliwa. Wakati mwingine hata unatembea unaongea peke yako. Unaona maji yako shingoni. Unaona hakuna mtu wa kukusaidia. Uoni mlango wa kutokea, mambo yamekuendea ndivyo sivyo. Chukua namba yangu ya simu, mwenye kukusaidia amekwisha kupatikana sasa. Utanitumia ujumbe wa maandishi na utanitumia pia jina lako, unaitwa nani na unaishi wapi. Lakini pia utapiga simu. Chukua namba ya simu, kwa sababu unaweza ukanisikiliza kwa muda mfupi kupitia chombo ambacho pengine kinaweza kikazimika. Namba ya simu ni 0756964099. Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Leo niko tena masikioni mwako msikilizaji. Nina ripoti nikitokea Katoro Geita. Leo tena nina jambo la kiungu kwa ajili yako. Kuna watu ambao mnapitia hali ambazo hata hamuelewi. Mnapitia wakati ambao hata hujui ufanye nini. Nipigie simu na mimi nitakwenda kudili na wewe. Nitakwenda kushughulikia tatizo lako. Nitakwenda kushughulikia hiyo changamoto yako. Umezunguka sana kila mahali hujapata jibu. Umeombewa, umeenda kwa waganga, umefanyiwa kila ulichofanyiwa, lakini changamoto zako bado ziko pale pale. Nisikilize msikilizaji, zamu yako ya kupokea muujiza imefika. Kabla sijaenda mbali zaidi, nataka tukasikilize ushuhuda. Hapa baada ya ushuhuda huu, nitarudi kushughulikia tatizo lako msikilizaji. Karibu twende tukabarikiwe pamoja. Namshukuru Mungu wa madhabahu haya ya urejesho. Sawa. Kipindi cha maombezi ya mtu mmoja mmoja. Wewe ni nani? Mimi Maria Silvester, mzaliwa wa Chato. Umezaliwa Chato? Kijiji gani Chato? Kijiji cha Chablongo, Katende. Katende. Karibu sasa tuambie. Kwa kupitia hayo maombi ya mtu mmoja mmoja, nilikuwa nahangaishwa na muwasho wa mwili sehemu za asili mpaka kwenye kichwa. Wewe ulikuwa unawasha unatembea au ukiwa tu umekaa unawasha au namna gani? Nilikuwa nawasha wakati wa kuingia kulala, nawasha. Yaani ukifika tu muda wa kulala ndio tatizo linaanza? Tatizo linaanza. Na ukiamka asubuhi linaendelea au linakuwa limeacha? Linaendelea kwenye kichwa, lakini sehemu za asili nasubiria mpaka wakati wa kuoga ndio inaanza. Sasa namshukuru Mungu kwa kupitia hayo maombezi ya mtu mmoja mmoja pamoja na mtumishi wetu. Sawa. Namshukuru Mungu, naendelea vizuri, silioni tena kwenye sehemu za asili. Sawa. Namshukuru Mungu tena, nilikuwa nahangaishwa na kifua na mkono huu wa kulia nilikuwa siulali. Lakini kwa sasa hivi sioni tatizo. Namshukuru Mungu nimepona. Na kulima unaweza kulima? Na kulima ninalima. Safi sana. Namshukuru Mungu wa madhabahu haya ya urejesho. Yesu makofi. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099.
99. Kuna mwingine hapa naye ana neno la kutuambia. Hebu tusikilize pamoja. Chukua jukumu la kutoa sadaka madhabahuni. Ndio. Nikawa nimeingia kwenye vita. Na ulitoa ukiwa na maana gani hiyo sadaka? Nilitoa hiyo sadaka kwa ajili ya kuvunja hilo agano la mkuu. Uliamini kupitia sadaka hilo agano? Amina. Makofi kwa ajili ya Yesu. Mpendwa alimwamini Mungu katika sadaka kwa ajili ya baba yake na akampatia Mungu sadaka, na ile sadaka imezaa matokeo. Mpe Yesu tena makofi. Tumsikilize tena huyu mpenzi msikilizaji anayekuja mbele yetu tena, naye ana jambo la kutuambia. Wakati unatusikiliza, pengine uko kitandani unaumwa, pengine uko hospitali au uko kwa waganga wa kienyeji, ama una jambo fulani ambalo limekutatiza kwa ukubwa. Sasa ni vizuri usikilize shuhuda hizi, zitabariki maisha yako. Tunataka ujue uweza wa Mungu jinsi ulivyo. Karibu mpendwa. Namba ya simu 0756404099. Piga simu kwa namba hiyo 0756904099. Nirudie tena 0756904099. 0756904099. Unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Habari njema kwa Watanzania wote. Prophet Charles wa urejesho kutoka Katoro Geita. Nabii mwenye upako wa kutatua matatizo yako. Wasiliana naye kwa simu namba 0756964099. Usiruhusu misukosuko. Prophet Charles anakuja kuivunja vunja. Kutoka Katoro tunakukaribisha katika ibada zetu kwa ajili ya kupokea huduma ya kiroho. Uwe na mateso, magonjwa mbalimbali kama vile kansa, tumbo, miguu kuwaka moto, kukosa uzazi, hata wewe unayesumbuliwa na wachawi, mapepo, majini, ndoto mbaya, na hata kwa wewe mwanafunzi uwe una matatizo shuleni, vyuoni, kukosa kazi na changamoto mbalimbali za mahusiano. Kwa mawasiliano zaidi utampigia simu namba 07564099 au 0733738996 au unaweza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kama mdogo wake na Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yake ya YouTube akijulikana kama mdogo wake na Yesu. Mwingine huyo hapa, Yesu amemtendea jambo kubwa. Hebu sikiliza mahali ulipo. Wakati sijaokoka mahali hapa, ilikuwa ni siku moja usiku mida ya saa 10, nilikuwa nimelala. Ghafla nilishangaa mwili unaishiwa nguvu, na niliona mama mmoja na binti walikuwa wamekuja kunichukua. Namna nilivyoona sio kwenye ndoto. Wakati nimeishiwa nguvu, nikawa naona live. Baba yangu, mama yangu hawakuwa wakiwaona, lakini mimi nilikuwa nikiwaona. Yaani walikuwa wamebeba chungu fulani. Ghafla nilishangaa kusikia sauti ya mtu wa Mungu akiniombea. Namshukuru Mungu kwa sababu mpaka sasa hivi pengine ningekuwa msukule, maana nilikuwa nimeingiwa na mashaka. Toka nimefunguliwa mpaka leo sijawahi tena kupata changamoto ya namna hiyo. Namshukuru Mungu maana ameniokoa. Lakini ushauri kwa wewe ambaye unapitia changamoto za kulogwa, wakati mwingine unapoteza ufahamu, unakuwa ujielewi, Yesu yupo, mwamini tu atakusaidia na utafunguliwa. Bwana awabariki. Haleluya. Mwingine huyu hapa ana jambo fulani ambalo litakusaidia. Msikilize kwa makini. Pia namshukuru Mungu baada ya mateso wakati nikiwa binti niliugua kwa ajili ya mguu. Huu mguu ulinifanya sikuendelea shule. Baada ya hapo walinitembeza kwa waganga, lakini mafanikio sikuyapata. Baada ya hapo mama akasikiliza mahubiri kwenye redio, maana alinitembeza sana mpaka ilifika wakati mali nyumbani ziliisha kwa ajili ya kunitibisha mimi. Baada ya hapo wakati nasikiliza mahubiri, mamangu alikuwa yeye, yani hamna hata
Lakini baada ya hapo, maana mateso kwa ajili ya kunipata mimi mateso makali, dadangu naye ghafla aliamkiwa ugonjwa wa mauti. Akashindwa kwamba afanyeje, nani amsaidie, nani aache. Wakati hapo kuna mama mmoja akamwambia, nasikia familia yako inateseka sana na kuhangaika. Ndio akamwambia, akamwelezea, kuna kanisa waga wanaombea wagonjwa, aheri tu nitoke nyumbani. Nilitoroka huko nyumbani nikaja pale kwa dadangu CCM. Baba akiwa anaomba, nilikuwa nikisikia sana maombi ya kwa ajili ya baba Pastor Charles. Yalikuwa yakinisutia sana kwenye moyo wangu. Baada ya hapo nikatamani sana nifike kwenye hili kanisa. Lakini Mungu naye ni mwaminifu. Tulikuwa na mkutano wa vijana kanisa la Barikiwa. Baba alikuja kuhubiri na mama alikuja kuhubiri. Nilitamani sana nifike kwenye hili kanisa kwa sababu mateso nilikuwa nimechoka. Baada ya hapo, bahati nzuri Mungu naye ni mwaminifu. Nikapata mwanaume anayeishi huku Mtakuja. Nikamwambia nilikuwa nasikia kanisa la maombezi kila saa 11 ni wapi? Akanielekeza. Nilipofika hapa, mimi njia za kufika nyumbani ilikuwa ni kazi sana, yaani ukifika nyumbani unaugua. Lakini kabla nifike mahali hapo kwenye madhabahu rejesho kwa ajili ya maombezi ya baba, yaani kila nikienda nyumbani sijawahi tena kuugua. Pia namshukuru sana Mungu kwa ajili ya maombezi ya baba kunionyesha njia na kufika malango haya. Pia nashukuru sana hata wale ambao nyinyi wagonjwa, mwamini tu Yesu pia na baba anayetuombea usiku na mchana. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Mwingine huyu hapa tena, Yesu ameonekana kwenye maisha yake kwa namna ya kushangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amejina naitwa Dorcas Kambani, mtoto wa Mariam. Napenda kumshukuru Mungu. Pia Jumapili najiandaa kuja kanisani, nikapigiwa simu na dada. Kaniambia mama ana hali mbaya sana, tunategemea kuja hapo Kaizengo. Kwa hiyo natakiwa tukutane hapo Kaizengo. Hali yake si nzuri. Kaidisha kuja kanisani, kwa nimeenda pale Kaizengo hiyo siku ya Jumapili. Kamkuta kweli mama ana hali mbaya. Yaani hali mbaya kweli. Tukawa tumempigia kaka simu, yuko anakaa Geita, akawa amekuja na yeye hapo. Akatuita akatuambiaje, jamani mimi hali yangu sio mbaya, ni bora mkanirudisha tu nyumbani. Sije nikawahangaisha kurudisha kabisa mali yake. Nasikia kama lijitu linaniongelesha ila silisikii kwamba linasemaje hilo lijitu. Yaani hasisikii neno lolote kama lize linaniongelesha. Kichwa kinauma alafu kinawaka moto kama vile nimewekewa limoto kichwani. Ikawa nimemwambia kaka turudini nyumbani, akawa amechukua vipimo, ugonjwa uonekane, akapewa tu dawa za maumivu. Tukarudi nyumbani kwake pale Nyamigoti. Akawa analia tu. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Akafunguliwa mpaka leo yuko mzima, anaendelea vizuri. Maombi ya mahali hapa yamemfanya asimame. Maka alikuwa ameshakata tamaa ya maisha. Namwomba akasema kwamba mtoe tu hospitali. Mwishe ampe maisha marefu. Kwa hiyo mlimtoa hospitali ili akafe au yeye alikuwa na wazo gani? Pia namshukuru Mungu kwa kazi yangu. Mungu amesimama.
Ongeza makofi. Mungu ni tajiri, kwa hiyo lazima na wewe uwe na sura yake hiyo. Sema amina. Kwa hiyo nikisimama kazini napiga kazi yani mpaka basi. Kweli nazidi kumshukuru Mungu. Anipe mafanikio katika maishani mwangu, pia mama amsimamia maisha marefu aone utukufu wake. Amen. Ongeza makofi. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Hii ni maajabu. Hebu msikilize huyu na utabarikiwa. Tulitangaziwa mchango wa ofisi inayoendelea hapa nyuma, na huo mchango upo tu endelevu, maana ofisi bado haijakamilika. Kwa kweli mimi nilipita mbele hapa na kuahidi kuwa nitatoa mabati 8. Nilijibu tu kama vile nilivyofikiria, sababu wakati naitoa ile sadaka nilijibu tu kwa vile nimefikiria kwamba yale mabati yatumike hapa. Lakini akaniambia, angalia, usije ukafaana yule jamaa aliyemuua ndugu yake yule, alitoa sadaka mbovu na sadaka nzuri alikuwa nayo. Sasa wewe unataka umpelekee Mungu wako kitu ambacho tayari kwako unakiona ni kibovu. Unategemea nini baadaye? Kama wewe unategemea kuja kuwezekea mapya, wewe ndio kwa Mungu wako upeleke yaliyoharibika. Kwa kweli sikumsikilize wewe, ushauri nikatia ngumu tu, kwa sababu nilikuwa nimekusudia hayo. Basi shetani aliendelea kukaba tu hivyo, lakini sikuona moyo mwepesi wa kuleta huo wakati. Nikiendelea kuwepo hiyo jioni, ilikuwa Jumapili, kesho yake asubuhi tena kafikia nje niapeleke baadaye. Basi ikawa ni hivyo tu, nikawa na ikawa tu moyo hauchangamki kuyaleta yale mabati. Baadaye tena jioni akanipigia mtumishi, akanipigia mzee wa kanisa Elia. Akaniambia, wewe vipi kuhusu mabati? Nikamwambia hapa sasa nafikiria kuyapeleka. Lakini nikamuuliza, mabati vipi haya? Haya mabati sasa wewe sikiliza moyo unasemaje? Na yeye akawa ananishauri, sikiliza moyo unasemaje? Nikamwambia lakini nimeongea na fundi anayehusika na uwezekaji, amesema mabati yako vizuri tu na nimeshamleta akayaangalia. Naye akanishauri vile vile kwamba ni vyema ukafanya vizuri. Huo ushauri nikajaribu kusikiliza, nikalinganisha na ule ushauri wa mama kwamba imekuwa mara mbili, kuna nini hapo? Basi baada ya hapo jioni sasa, hiyo siku ya pili yake, Jumatatu yake, hiyo jioni nikajifikiria sasa nifanyeje hapa. Haya mabati bwana nimezunguka sana kuyapeleka. Sasa cha kufanya hapa, nikakimbia senta mara moja, kuna jamaa hapo mtakuja anauza yuzi. Hapo sasa kwenda kumtafuta ili niuze yale mabati, angalau nilete hela ya kwenda kununua yale mabati, hata kama itapelea niongeze sehemu nyingine. Basi nikamfuata yule jamaa, akaja akayaangalia, akanipa shilingi 10,000. Nikapiga hesabu hayatosha yale mabati niliyoahidi mbele za Mungu. Nikasema basi sio mbaya, wewe nipe hiyo hela, mimi nifanye mchakato mwingine niongezee. Kwa kweli namshukuru Mungu, nilileta hiyo sadaka ya mabati hayo 8 hiyo Jumatatu. Kesho yake nikaenda kazini. Nilipoenda kule kazini, kabla hata sijaingia kazini, nikapita kwa jamaa mmoja, tulikuwa tunamuuzia tu dhahabu kidogo, lakini tulikuwa tumekata. Nikapita kwa yule jamaa kumuomba kama hela ya kula. Akasema bwana, hebu nipe hela ya kula. Jamaa yule akasema, bwana mimi nakupa laki. Sasa wewe utajua, tulikuwa wawili, wewe utajua mtagawaneje na yule jamaa. Sasa nikashangaa, jamaa ananiambia wewe nipa tu 20,000. Nikamshukuru sana Mungu.
Hiyo siku nakumbuka nilitoka kama na 100,000 na change, na nyingine pia nilipata sehemu. Tulipoingia duarani tulitoka na tuza kidogo, tukauza shilingi 50,000. Nikaja nikaunganisha na hii niliyopewa, nikawa kama vile na laki na kitu. Nikamshukuru Mungu sana kwamba kumbe sadaka hii ilikuwa na maana. Hii imefanyikeje hii kupewa hela kule? Kwa kweli namshukuru Mungu kwa hiyo. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Ama kweli watu wa wanapitia mambo magumu sana. Hebu msikilize huyu mpendwa jinsi alivyofaidika na huduma ya mdogo wake na Yesu. Kwa majina naitwa Monica Fikiri. Na mimi na sababu ya kumshukuru Mungu kupitia maombi ya mtu mmoja mmoja. Kwa kweli mimi nilikuwa na tatizo. Nilikuwa sihisi kiu ya maji ya kunywa na nilikuwa nikila sishibi. Tumboni kwangu nilikuwa kama vile nina kitu. Ila kupitia maombi ya mtu mmoja mmoja na mshukuru Mungu toka baba alivyoniombea. Kiu nahisi, nikila ninashiba na tumboni sihisi kitu. Na kupitia nashukuru Mungu tena kupitia maombi ya tuliombeaga, sikumbuke ilikuwa ni mwezi wa ngapi, nakumbuka ni siku ya Alhamisi. Kweli kwenye maombi sikuwepo, kwenye ibada hiyo sikuwepo ya operation ya kukomboa wanaoliwa ndotoni. Kiukweli mimi nilikuwa naliwa sana. Ila kupitia hayo maombi tangia hiyo siku sijawahi mpaka sasa hivi. Na namshukuru Mungu kupitia ibada hiyo ya wiki hiyo iliyoisha, baba alipokuwa ameshikilia hapa kisu. Kupitia maombi hayo ilikuwa ni Jumatatu yake, mimi ndala nikaota kwamba kuna mtu alikuwa amevaa nguo nyepesi, kumjua maana alikuwa hataki hata nimuone usoni. Eti akana niambia tumboni kwako hakuna kitu sasa hivi, akamchukua kisu kila akawa ananiambia tena kufanyia operation, hamna kitu, si unaona hamna kitu sasa hivi. Maana kwanza nasikia kama kuna kitu fulani kigumu. Namshukuru Mungu kwa sasa hivi sisikii hicho kitu, niko vizuri. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Wakati huu nikalilete neno lake Bwana. Baada ya kusikiliza hizo shuhuda, neno la Mungu siku ya leo linatoka katika kitabu cha Yohana ile sura ya 20. Nitasoma kuanzia mstari wa 30. Neno la Bwana linasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiyo Kristo, mwana wa Mungu, na ya kuwa kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Biblia inasema hizo ishara zilizoandikwa zimeandikwa ili upate kuamini. Nimekuambia iko ishara moja katika kitabu cha Yohana na ile sura ya 2, wakati Yesu amealikwa. Alikuwa amealikwa katika harusi ya kule Kana ya Galilaya. Ukimwalika leo, Yesu atafanya ishara kwenye maisha yako. Na ishara aliyoifanya Yesu kule Kana ya Galilaya, aligeuza yale maji yakawa divai. Leo atageuza maisha yako. Msikilizaji, unatamani Yesu ageuze maisha yako yawe kitu gani? Chukua namba yangu ya simu, utanipigia na mimi nitakuombea na Yesu atageuza maisha yako. Aligeuza maji yakawa divai. Leo anataka ageuze maisha yako. Leo anataka ageuze ndoa yako. Leo anataka ageuze uchumi wako. Leo anataka ageuze kipato chako. Umekuwa mtu wa kulala
kulalamika, umekuwa mtu wa kulialia, umekuwa ni mtu wa mateso, mruhusu Yesu akafanye ishara kwenye maisha yako. Maana Biblia yangu inaniambia katika ile Yohana sura ya 2, aligeuza maji kuwa divai. Hiyo ni ishara ya kwamba Yesu ndiyo Bwana. Na wewe ukimkaribisha siku ya leo, msikilizaji, anakwenda kubadilisha maisha yako. Aliyegeuza maji kuwa divai yuko tayari kugeuza maisha yako, yuko tayari kubadilisha maisha yako, yuko tayari kugeuza afya yako, yuko tayari kuyafanya maisha yako yawe matamu, yuko tayari kufanya afya yako ibadilike. Biblia inasema kuna ishara nyingi ambazo hazikuandikwa. Mruhusu Yesu akaziandike leo kwenye maisha yako. Umekuwa ukisikia wengine wakitendewa, leo ni zamu yako, Yesu atakutendea. Chukua namba yangu ya simu 0756964099, 0756964099. Inasema Biblia, Yesu Kristo akafanya ishara nyingi mbele ya wanafunzi, lakini ziko ishara zingine hazikuandikwa. Ndio maana watu wamekuwa wakishangaa, wanasema mdogo wake na Yesu unasema nini? Nasema Yesu atakufanyia ishara, nayo inaweza kuwa ishara ya uponyaji. Uponyaji hizo ni ishara ya kwamba Yesu ni Bwana. Kila ambacho kimeshindikana kwenye maisha yako, Yesu atakwenda kukufanyia, Yesu atakwenda kukutendea, Yesu atakwenda kukuponya. Mama, hilo tatizo linakwenda kuondoka. Ziko ishara hazikuandikwa kwenye Biblia, zitaandikwa kwenye maisha yako, zitaandikwa kwenye afya yako, zitaandikwa kwenye ndoa yako, zitaandikwa kwenye familia yako, zitaandikwa kwenye makao yako. Biblia yangu inaniambia ya kwamba ziko ishara hazikuandikwa, lakini leo zitaandikwa kwako, zitaandikwa kwa mke wako, zitaandikwa kwa mume wako, zitaandikwa kwa watoto wako ambao wamekuwa na mateso. Yesu yuko tayari kufanya muujiza. Kama utampa nafasi siku ya leo, atakwenda kuandika historia mpya kwenye maisha yako. Umekuwa na ushuhuda wa magonjwa, umekuwa ni mtu wa matatizo chungu nzima, nikukumbushe ziko ishara ambazo Yesu alizitenda, atazitenda pia kwako ukiamini. Ukiamini utaona leo, ukiamini itafanyika leo, ukiamini utapona leo, ukiamini utafunguliwa leo, ukiamini hela zitapatikana, ukiamini maisha yako yatabadilika. Namba ya simu 0756964099. Piga simu kwa namba hiyo 0756964099. Nirudie tena 0756964099. 0756964099. Biblia inasema ziko ishara nyingi hazikuandikwa, na Yesu yuko tayari kufanya hata leo. Nimekwambia kuna ishara Yesu aliifanya Kana ya Galilaya, ni ile alipogeuza maji, yale maji yakafanyika kitu cha ajabu. Atakwenda kugeuza maisha yako msikilizaji, anakwenda kukufanyia ishara isiyokuwa ya kawaida. Nipigie simu na mimi nitakuombea 0756964099, 0756964099. Nipigie simu nitakuombea. Tuma ujumbe wa maandishi. Unapotuma ujumbe wa maandishi nitauona na mimi nitakwenda kuomba na wewe. Umelia sana kwa muda mrefu, umeteseka sana kwa muda mrefu, lakini jioni ya leo nina ujumbe kwa ajili yako ya kwamba Yesu anataka abadilishe maisha yako. Chukua namba ya simu 0756964099, 0756964099, 0756964099.